Mkubwa Fella hata nyanyuka. Kama ilivyo kawaida kwa Dudu Baya, amezidi kutoboa siri nzito ambazo tulikuwa hatuzijui. Na awamu hii hapa hivi, kwanza kabisa amekuja kutaja kwamba kumbe kuna watu 5 ambao wamebakia, ambao ni watu ambao pengine baada ya Mkubwa Fella na wao wataweza kufuata. Lakini kikubwa zaidi ni kile ambacho ameweza kukitaja na sababu kubwa ya yeye kutaka Mkubwa Fella aweze kuaga dunia, huku akisema kwamba kama alivyotabiri kwa Ruge, basi na kwa Mkubwa Fella itakuwa hivi kama ambavyo ameweza kutabiri. Sasa nina video clip yake hapa, nitakuwekea hapo mwishoni uweze kuitazama, lakini kabla sijakuwekea, naomba nikuwekee clarification kwa maana ya ufafanuzi kidogo, ili uweze kuelewa hata ukitazama hiyo video uweze kujua kwamba nini hasa ambacho jamaa alikuwa anamaanisha. Mara zote tulikuwa tukiona Dudu Baya alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye kwanza amekuwa against na Mkubwa Fella. Yaani amekuwa ni mtu fulani ambaye hatujaona kimsupport Mkubwa Fella hata kwa namna yote ile pale, na alikataa kabisa kwamba hawezi kwenda kumuona. Wengi tulikuwa tunajua kwamba ni sababu kawaida kwa sababu alishayobania wasanii, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye pengine hana fadhila na vitu kama hivyo. Kumbe kuna sababu yake kubwa zaidi ambayo mpaka leo hii inampa Dudu Baya hasira ya kwamba pengine bila hawa watu akiwemo Mkubwa Fella yeye angekuwa amesaidia ama angekuwa ametoka katika hiyo changamoto ambayo yupo sasa hivi. Ukiachana na kwamba Dudu Baya alikuwa anaumwa, lakini pia kuna zile taarifa za kwamba mama yake anaumwa. Dudu Baya alifunguka na kusema kwamba miaka 13 mama yake yupo kitandani, hawezi hata kutembea kwenda kwa jirani. Imagine. Na anasema kwamba mamake anamtegemea kwa kila kitu, and that's why mpaka sasa hivi light kama angelikuwa kwenye muziki na angekuwa anafanya poa, basi angeshakuwa amepiga hatua kwa kiasi kikubwa sana na angekuwa na uwezo wa kumsaidia mama yake akapata matibabu. Lakini kwa sababu ya kila ambacho aliweza kufanyiwa na hawa watu akiwemo huyu Mkubwa Fella ambaye sasa hivi anaumwa, sio kwa ubaya, lakini mimi namtaja kutokana na jinsi ambavyo yeye alikuwa anamtaja, basi anasema kwamba muda wowote na saa yoyote Israeli Mtowalo anadondoka pale kwa Mkubwa Fella aweze kwenda kumnyakua. Sasa before sijakuwekea hii video clip, naomba nikukumbushe muda wangu, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kwamba wewe unaungana vipi na Dudu Baya, unamsupport kwa hiki ambacho anaenda kukisema hapa, au unaona kwamba jamaa amekosea. Utaniambia kwenye comment section hapo, lakini bila kusahau sekunde moja tu kutumia kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, utakometisha sana. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile exclusive stories zote nakuwa nakuletea hapa. Lakini natakiwa fahamu kwamba hiyo list ya watu 5 ambayo Dudu Baya ameweza kuitaja waliobaki, akiwemo Mkubwa Fella, nitakuja kukuletea hapa uweze kufahamu ni watu gani hawa ambao walishiriki ama walikuwa wanashirikiana na Mkubwa Fella kwa pamoja kudidimiza vipaji vya wanamuziki pamoja na Dudu Baya mwenyewe. Nitakuletea list nzima hapa, na utaipataje hiyo list? Ni kupitia kwamba ukishakuwa umesubscribe, basi nikikuletea hiyo video utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. So make sure umesubscribe hapo chini ya hii video, alafu enjoy hii video, kisha utaniacha comment yako. Enjoy. Msimamo wangu ni ule ule, kauli yangu ni ile ile ya Roho Mtakatifu. Mkubwa Fella hata nyanyuka. Hapo tu inasubiriwa siku ya Israeli Mtowalo atumwe na Mwenyezi Mungu akapite ni ile roho kama upepo. Msimamo wangu ni ule ule, bado tunaishi na tupo. Nilisema Ruge na ikawa, na huyu ni vile vile. Kama wewe umeshiriki kuharibu kipaji changu na genge lenu, unapoharibu maisha yangu unaharibu maisha ya watoto wangu, ya mamangu mzazi. Mamangu mzazi yuko Mwanza, ana miaka 13 pale Kisesa anaumwa, hawezi kutoka hata kwenda kwa jirani. Mimi hata sasa hivi nifunge harusi Mwanza mjini, mamangu hawezi kuja. Mamangu ananitegemea kwa kila kitu, iwe dawa iwe chakula, afanye kazi. Alikuwa anafanya kazi kipindi mimi nasoma, na alinitunza kila kitu. Sasa hivi ni zamu yangu kumtunza.